mgeukie vizuri, funua sura yake, umwangalie kama ndiye. Haya, funua mwake vizuri, kazi kwako. Ruksa. Hebu mwangalie vizuri, umkague vizuri. Sinajua duniani kuna wale wakati mwingine wanafanana, hata kadhaliwa na pacha mwenzie ukafanyiwa kitu kingine. Haya, baada ya kumwangalia vizuri kama ndiye huyo uliyekusudia kumuoa, utakwenda kutuambia, je, Sebeliani, huyu ndiye mwanamke uliyekusudia kumuoa? Kama ndiye, nataka nisikie sauti yako kwamba ndiye mwenyewe. Ndiye mwenyewe. Asante. Sasa simama ukaukie huko karibu na Mwenyezi Mungu. Uhusiano wa mume na mke ni mtakatifu sana wakati unapokuwa nafsi mbili zenye nia moja, mioyo miwili inayodunda kama moja, na ni muungano wa maisha ya watu wawili wenye asili tofauti. Ndugu wapendwa, tunakusanyika hapa leo mbele za Mwenyezi Mungu na mkutano huu ili kuwaunganisha pamoja mwanaume huyu Sebeliani pamoja na mwanamke huyu Ana katika hali takatifu ya ndoa ambayo maandiko yanasema iheshimiwe na watu wote. Na kwa sababu hii haifai kwa mtu yeyote kuingia katika hali hii kwa haraka ama pasipo kutafakari, lakini kwa uangalifu na kumcha Mungu. Watu hawa wawili wanataka kuingia katika hali takatifu ya ndoa, na iwapo mtu yeyote anayo sababu ya haki kuzuia tumekuwa na siku zaidi ya 21 za kisheria. Sasa kwa nafasi ya mwisho, kama yupo mwenye kizuizi, labda mmoja wapo anaweza kuwa ni mkwako, hayo yanatokea, tunafunga ndoa hapa, natokea mtu wako, jamani, huyu ni mume wangu. Basi kama hayupo mwenye kizuizi kihalali, nyote mkanyamaza milele juu ya hao wawili. Kama mtakavyojibu katika siku ile kuu ya hukumu ya kutisha, wakati siri zote za mioyo ya wanadamu zitakapofunuliwa. Nataka jibu kutoka kwenu ninyi nyote wawili. Kama yeyote kati yenu anayo sababu yoyote ya kuwazuia msiunganisho pamoja kihalali katika hali takatifu ya ndoa, na aseme sasa, kwa maana fahamuni wazi kuwa wowote watakaounganishwa pamoja kwa njia nyingine yoyote iliyo kinyume na neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, na wala ndoa yao si halali. Naona wamenyamaza, maana yake hakuna mwenye kizuizi katikati yao. Na sasa mnaenda kufanya maamuzi ya mwisho baada ya kupewa nafasi zingine zote. Mlikuwa na kipindi cha uchungu, mlikuwa na kipindi cha dakika hizi za mwanzo. Sasa baada ya hapo hakutakuwepo tena na maamuzi, ni maisha.
Mwakseberiani na Tanasi, je, unakaribia kufanya uamuzi ulio safi na kiapo cha uaminifu kitakacho kugharimu majukumu mazito na ya kudumu? Mwanamke huyu uliyemchagua sasa anakuwa mwenzi wa maisha yako, urithi pamoja nao katika mali zako na malkia wa nyumba yako. Hakuna njia nyingine ambayo angeweza kuweka upendo wake kwako, ukiachana na kufungamana na nyumbani kwao pamoja na uhusiano wa marafiki. Yote haya ili kushiriki pamoja nao furaha na huzuni za maisha. Pamoja nao atakaa na kwa ajili yako ataishi. Severani, je, unamchukua mwanamke huyu Hana kuwa mke wako wa ndoa? Utaishi pamoja naye katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu? Je, utampenda, utamheshimu na kumtunza katika hali zote za maisha na kuachana na wengine wote na kushikamana na yeye peke yake mpaka kifo kitakapo watenganisha? Kama utafanya hivi, nataka nisikie kutoka kwako. Ukemeki vizuri. Ndiyo, nitafanya. Nawe pia unaingia katika majukumu mazito. Yeye anayekwenda kukuoa anatazamia kutoka kwako faraja wakati wa majaribu, tabasamu yako na iwe tamu kama siku inayong'aa, sauti yako na iwe kama muziki mtamu, juhudi na iwe utajiri wake mkuu, mikono yako iwe mshauri wake mwaminifu, na maombi yako yawe wakili asiyeshindwa katika mahakama ya mbinguni. Je, Hana, unampokea mwanaume huyu wa Tanasi kuwa mume wako wa ndoa, mkaishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu? Utampenda, utamheshimu na kumtii katika hali zote za maisha na kuwaacha wengine wote na kushikamana naye peke yake mpaka kifo kitakapowatenganisha? Kama utafanya hivi, nataka nisikie kutoka kwako kwa ndio nitafanya hivi. Asante sana. Sasa nataka mgeukiane. Geukiane vizuri. Seberiani, hatua moja mbele,
Sema mimi Severiani. Mimi Severiani. Na kuchukua wewe Ana. Na kuchukua wewe Ana. Kuwa mke wangu halali. Kuwa mke wangu halali. Wa ndoa. Wa ndoa. Na kuishi nao. Na kuishi nao. Tangu sasa. Tangu sasa. Na kuendelea. Katika hali zote za maisha. Katika hali zote za maisha. Katika mema. Katika mema. Na katika mabaya. Na katika mabaya. Katika utajiri. Katika utajiri. Ama umaskini. Ama umaskini. Katika ugonjwa. Katika ugonjwa. Na katika afya. Na katika nitakupenda. Nitakupenda. Na kukutunza. Na kukutunza. Muda wote tutakaokuwa hai. Muda wote tutakaokuwa hai. Daima nitakupenda. Daima nitakupenda. Kama Kristo. Kama Kristo alivyolipenda kanisa. Alivyolipenda kanisa. Hivyo ninakuahidi. Ninakuahidi uaminifu wangu. Uaminifu wangu. Kazi nini macho? Maana unamwambia huyo. Usimwambie aliye mbele. Huyo. Sasa Ana na wewe mwambie mimi Ana. Ninakuchukua wewe Severiani. Kuwa mume wangu halali. Wa ndoa. Na kuishi nao. Tangu sasa. Na kuendelea. Katika hali za maisha. Katika hali zote za maisha. Katika mema na katika mabaya. Katika utajiri ama umaskini. Katika ugonjwa na katika afya. Nitakuheshimu na kukutii muda wote tutakapokuwa hai. Daima nitakutii kama kanisa limtiivyo Kristo. Hivyo ninakuahidi uaminifu wangu. Asante sana. Asante sana. Sasa ningeukie mimi huku nyote wawili. Tangu zamani katika Biblia watu walipofanya maagano walikuwa wanapeana zawadi au alama ya agano. Alama ya agano, alama ya kiapo. Na wewe Athanasi unatoa amana gani kuonyesha kuwa utatimiza ahadi yako kwa uaminifu? Asante sana. Yeye ndio nini? Yeye anasema anatoa pete. Haina mikorozo. Inayo. Sasa kama pete hii inavyong'aa na ilivyo haina mwanzo ila mwisho. Nami nataka upendo wako kwa Ana usiwe na mwisho. Na wakati manayo na ndoa hiyo baki na nayo. Sasa chagua utakumbulisha wapi. Ukiamua mguuni sawa. Na kuko huo chagua alafu muonyeshe. Unataka kumbulisha wapi? Chagua. Chagua mwenyewe. Chagua alafu nionyeshe. Inua. Hicho. Kweli. Unaona kitu. Basi kidole hicho kichagua utamvalisha kwa utulivu kabisa, akisema maneno haya pamoja nyuma yangu.
Sema kwa pete hii, kwa pete hii ninakuchukua wewe Hana, ninakuchukua kuwa mke wangu wa ndoa, kuwa mke wangu wa ndoa, tangu sasa na kuendelea, na ninakuahidi uaminifu wangu. Asante sana. Nawe Hana pia, kwa kuwa umefanya agano na Severiani, unatoa kitu gani kama amana kuonyesha kuwa utatimiza ahadi yako na uaminifu wako? Asante sana. Na yeye naona anatoa kitu kama hicho. Ndio nini? Pete. Au pengine. Anasema anatoa pete nzuri ya dhahabu, inang'aa, duara haina mwisho. Nami nikombe ukondoo wako na Severiani ubaki weko na usina mwisho, kama pete hiyo ilivyo. Sasa na wewe nataka umgeukie mwenzio, halafu uchague unataka umvalishe wapi. Chagua wako. Hicho kishike kabisa, kishike kidole cha kuchagua. Si hicho. Basi kiinue juu. Ndio hicho amechagua. Kama umechagua hicho, na wewe mwambie maneno haya nyuma yangu. Mwambie kwa pete hii, ninakuchukua wewe Severiani kuwa mume wangu wa kunyoa, tangu sasa na kuendelea, na ninakuahidi uaminifu wangu. Asante sana. Basi pete hizi na ziwe kumbukumbu kwenu ninyi wawili kuhusu viapo mlivyovifanya leo hii, kila mmoja kwa mwenziwe, na ishara madhubuti ya upendo kati yenu. Na sasa nitaomba mwasaidie wapige magoti. Asante sana. Wazee mliopo, tunaweza tukaomba pamoja kwa ajili ya vijana wetu. Wekeni mikono juu yao, tuombe neema ya Mungu na baraka ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya Severiani pamoja na Hana ambao umewatunza katika ujana wao. Umekuwa mwema na mwaminifu kwao tangu walipokujua wewe kama Bwana na Mwokozi wao. Umeendelea kuwa pamoja nao mpaka siku hii ya leo ambayo wanapiga magoti mbele zako madhabahuni mwako, wanapounganishwa kuwa mume na mke katika ndoa hii takatifu ya Kikristo. Naomba neema yako iwe pamoja nao, uso wako waelekeze. Neema yako Bwana isiwe ndogo kwao, iachiliwe kubwa zaidi. Wape neema ya kuishi pamoja wakikuheshimu na kukutukuza katika ndoa yao.
ukakutane na haja zao, mahitaji yao. Ee Mungu, ukayaijilie na kuyajibu. Wape afya, wape uzima, wape utajiri, wala sio maskini. Bariki maisha yao, bariki ndoa yao, bariki kazi zao watakazokuwa nazifanya za kuwezesha maisha yao. Fungua matumbo yao kwa ajili ya watoto kwa idadi wanayoitamani na kuhitaji kutoka kwako. Bwana, kawape furaha na amani, ndoa yao ikawa ya kicheko na ikakutukuza. Wape neema ya kutunza Ukristo wao baada ya kuoana hivi, kwa kuwa wameheshimu neno lako hata kufikia siku hii. Baba, naomba ukaiangalie ndoa yao, ukaitunze, wakuone wewe, na mabaya yote yasipatikane katika maisha yao ya ndoa. Walinde usiku, walinde mchana, walinde na hila zote za adui. Baraka yako iwe juu yao katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu. Amen. Alivyoviunganisha Mungu, mwanadamu asivitenganishe. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu. Amen. Sasa wakati wa Severiani na Ana umekubaliana kwa pamoja katika ndoa takatifu na kwa kuahidi uaminifu kati yenu kwa kutoa na kupokea pete mbele za Mungu na mbele za mashahidi hawa, na kwa mamlaka niliyopewa kama mhudumu wa Injili na kama msajili wa ndoa kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na watangaza sasa watu hawa wawili, Severiani pamoja na Hana, kuwa ni mume na mke katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu.